Nimekupigia simu nimekuita kwa sababu nilipokea malalamiko kutoka kwa mkeo. Nasikia sasa hivi mbadilika. Tabia mbaya. Na kibaya zaidi anatolalamika kuwa kwanza unalewa na unatumia vinywaji ambavyo vya kuharibu akili. Lakini pia nyumbani ndani ya siku 3-4 unakuwa haupo nyumbani, ulali nyumbani. Sasa mimi niliponipa zile taarifa kwa kweli sikutaka kukubali kwa haraka kwa sababu mimi nakufahamu wewe mpaka nimeenda kuozesha mkoa wangu, najua wewe una tabia za ajabu. Lakini kimekusibu kitu gani mpaka wewe umeingia katika hili kundi? Yaani imekuwa kitu cha surprise sana kwangu. Yaani sijaamini kama wewe kweli unaweza kufanya vitu kama hivi. Yaani kabla sijaendelea uniambie. Yaani imekuwaje wewe kufanya mambo kama haya? Vipi yani? Jomba. Yaani kwanza kwa kusikia kauli hiyo mimi kwanza umenishtusha. Sababu nadhani unanifahamu fika na unatambua fika jinsi mimi nilivyolelewa. Hadi na unakuja unanikabidhi binti yako. Unanijua madhaifu yangu na mapungufu yangu pia unafahamu wewe Jomba. Na mimi swala kulewa silewi. Na mimi kutokulala nyumbani sijawahi kulala nje ya nyumbani toka nimemuoa mke wangu mpaka leo. Ila swala la kusema nachelewa nyumbani sawa, naweza nikakubali kwa sababu unakuwa na mambo mengi sana kazini. Na ndio ninasababisha mimi nachelewa nyumbani, ila nampigia simu. Wanasemaga kuwa mvutia kwake mshindi. Yeye amenielekeza hivyo na ameniambia hivyo. Kwa hiyo mimi nilivyosikia zile taarifa sikuamini, lakini pia nilichukia sana kwa sababu nikasema sasa nikionyesha mimi makucha yangu kwako nitakuwa nakukosea kutokana na mimi wazifa wangu katika hii nchi na sio nchi tu duniani, kwa sababu mimi ni mtu ambaye ni mtu mkubwa sana katika hii dunia. Najulikana mataifa mengi sana. Na nishafanya vitu vingi sana katika mataifa. Na nimeatendea mambo mengi sana. Serikali nyingi sana zinanijua mimi. Kwa hiyo nikaona nisitumie mimi wazifa wangu nikaja nikakuhukumu tu moja kwa moja. Lazima nikuite tuzungumze kwanza kirafiki. Nijue shida ni nini. Nikishajua shida ni nini, then ndo nitajua sasa nifanye kitu gani. Kwa hiyo mimi kutokana na mimi nilivyo, ndio maana nikaona nikuite kwanza tujue shida ni nini. Na nimekuita pia. Kweli mjomba umefanya jambo la busara kwa sababu yani kama umekuja na watu, afu mimi ungekuja kunipoteza sasa. Kwanza jamii yenyewe kwanza ingekuchukuliaje na watu wengine wanaotuzunguka. Lakini mjomba, labda niseme mimi nisikuchoshe usinichoshe kwa sababu na haraka sana nataka mwahi kazini. Kwani kuache na chochote kitu kaza kikasaidia hapa hizi siku 2-3 nyumbani hapa. Unajua mjomba ndio vitu vyako hivyo. Sema mimi sipendagi hizi sema natamani kuna nini? Sawa mjomba. Alafu inawezekana mkuu wangu atakuwa kadanganya muongo yule. Yule muongo. Mimi niliona muongo. Wewe mwenyewe unasonielewa vizuri. Wewe huwezi kumpiga yule. Siwezi kumpiga. Nampigaje? Muongo yule mtoto yule. Kadogo kaongo kale. Yaani amejuaje leo nimeamka leo? Sina hata 100 kipande, sina hela ya Telmane, Tigo Pesa, hapa nilipokuwa sina hata 100. Kaniokoa hii kwenye kahawa kwa mzee Mandai. Napiga kwanza kahawa natuliza akili. Nikitoka hapo sasa. Kwa mambo yetu. Nayana. Unajua unanishangaza sana. Yaani umekuja bila taarifa, surprise. Surprise for what? Kuna surprise gani ambayo huje kunifanyia? Kila siku unanifanyia surprise of course. Leo imekuwaje tena surprise? Hata hivyo nilitaka ushangae kama ulivyoshangaa. Nashukuru Mungu lengo langu limetimia. Nilikuwa na lazima kufanyia surprise kwa sababu leo ni siku yako muhimu sana. Siku muhimu hivi tena Yunayana. Tuache hayo kwanza. Angalia hii t-shirt ni kali. Hivi ni vitu vangu unajua. Ni nzuri sana hii jezi. Au unasemaje Iris? T-shirt kali. Okay. Basi pokea kwanza huo. Mimi ni changu nyingi sana. Mbona hizo ni kidogo? Hiyo ni trailer tu. Bado picha kamili. Hata hivyo nilikuwa na lazima kufanya hivyo kwa sababu leo ni siku yako muhimu na ni nzuri. Kwa mimi kama best yako nimeona nimefanya jambo sahihi sana. Leo ni siku yako ya kuzaliwa. Wow. Basi tu mie, ni siku yako kuzaliwa jamani.
Unajua chongi na mambo mengi sana na Yana. Kiukweli siku save date. Wala sikuwa na kumbukumbu yoyote kama ni siku yangu leo ya kuzaliwa of course. Lakini pia nashukuru sana kwa zawadi ambayo umenipa na Yana. Nashukuru sana. Sitaki uvae nguo zangu Iris. Sitaki uvae nguo zangu. Usijali kuhusu hilo. Kwanza ni moja ya jukumu langu pia. Kwa hiyo sioni kama kuna haja ya kunishukuru hivyo. Sema Nana amecheza sana kwenye party yake. Unajua imekuwa sijui kama ndo birthday yako. Tumechill tu hapa. Sema jioni tusikae kizembe. Tutoke au unasemaje? Yaani kilichopo hapa kuhusu mambo ya keki na location, vitu vyote nitakria mimi. Kwanza nimewambia ndo kwanza picha linaanza. Bado sijatimiza kitu chochote, kwa hiyo mambo yote kuhusu kula, kunywa nini niachieni mimi. Kwa kuhusu hilo ndio nishaka kabisa. Basi hamna neno. Mimi nikataa ofa yako ni nani jamani na Yana. Sawa. Hata hivyo naona kama nimewaingilia hivi. Kuna sehemu nilikuwa naenda, kwa hiyo nilikuwa napita tu mara moja then niendelee na safari. Ina maana hujakuja kukaa, ndio hivyo eh? Okay, sawa, hamna neno. Ngoja basi nikutoe. Okay, bye. Mambo mrembo. Poa. Umependeza. Asante. Alafu nahisi kama kuna sehemu tushakuona hivi. Tushakuonana eh? Ulinioniaga wapi mara nyingine? Wapi? Okay. Anyway. Kwa sababu milima haikutani, siku zote binadamu tunakutana. Nadhani hii ni mara pili tena tunaonana. Naitwa PK. Sijajua mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Kim. Wow, Kim. Nilipenda sana jina lako. Una jina zuri sana Kim. Asante. Na siku zote na imani majina kina Kim ulimwenguni huaga ni mazuri sana. Sababu hata kuna msanii mmoja wapi kule China anaitwa Kim Yang Lee. Ukija Marekani kuna mdada anaitwa Kim Kardashian. So kibongo bongo nikikuangalia wewe Kim, mashallah, ni mrembo. Niambie, maana umenisimamisha muda hapa. Maana unazungumza majina, sio nini, mambo kibao. Mimi na haraka zangu. Yaani kuna sehemu naenda na mambo yangu kibao na michongo yangu kibao. Kwa hiyo ninavozidi kusimama hapa na wewe napoteza muda. So niambie uchinisimamishie. Kim, relax. Calm down. Utanielewa tu nini ninachokimaanisha Kim. Na nipo tayari kulipa gharama zozote kwa kupotezea muda wako. Unajua Kim, kuna wanawake ambao wana mvuto kama sumaku. Yani ulipopita tu nimekuona. Nimetoka njia nyingi sana, nimepita njia nyingi sana. Sijashawishika kwa kiasi kikubwa mpaka kukusimamisha wewe. Unajua kama unanichelewesha lakini yaani mbona mimi sikuelewi. Yaani umenisimamisha hapa muda umenisimamisha. Alafu sasa unazunguka. Twende kwenye point ulifanya unisimamishe hapa. Nina mambo mengi babangu. So, yaani niambie unisimamishia. Bila kupoteza muda mrembo, kama nilivyokuambia awali, mimi nawapita tunaonana. Sasa mimi ningependa hii siku tuifanye siku special na maalum. Naomba nipatie namba yako. Sasa, yaani unasema utanibadilisha, utanipendeza. Una hela eh? So 2,000 kikubwa sasa mpa. So yaani tunapigana simu huko na kwamba na shida na kesi fulani unaweza kuniambia sikilizeni nikipata. Sikilizeni wiki ijayo. Mimi sitaki mambo. Mimi sikadikupigia yani mpunga unatema. Sasa mpa kikubwa. Yaani kuhusu sasa mpa. Hivi vitu vidogo sana kwangu. Wewe ni cheki kwanza eh? Ni cheki Mnyamwezi yani yaani ukiangalia tu muonekano. Unajua muonekano haujifichi bwana. Usinifanishe na bwana sio hivyo mtani waje ujao. Mimi angalie kwanza unanichukulia. Sawa, kama sasa mpa ipo. Hapo mimi na yeye tunaweza tukaendana kidogo. Haya sawa. Nitaje basi hiyo namba yako. Sawa, andika mrembo.
0675 24 20 24 tena. Tayari shafika Kim. Tayari shafika. Okay, nitakutafuta basi. Asante sana. Nashukuru kupata namba yako mrembo. Tuna kitu kidogo. Unajua raha vitendo lazima uonyeshe, unajua Unajua wanaume wengi wa Dar hajui jinsi ya kuomba namba au mtu akimpa mtu namba. Sasa mimi najaribu kuwaelekeza wanaume wote na kuwafundisha. Kwa mtoto mrembo kama wewe na binti kama wewe unapotoa namba kwa kama sisi. Hii nakupa tu kama nakupa. Au tunataka kiombeo namba. Tunataka kiombeo namba. Take this. Okay. Sio unakutana na mwanamke tu, anakupa namba yake ya simu, basi mtoto akiumo jiongezi, unaondoka tu baadaye tu unabipu unapiga. Yes, take it. Sawa, asante. Kwa hapa kidogo tunaweza tukaizana mimi na wewe. Kama mambo yenyewe ndio haya yameanza na bismillah 10,000. Okay. Asante. Ila sina la zaidi nashiniwahi. Sasa mama, zipo zaidi ya hiyo. Endapo natutanipa fursa. Yaani zipo zaidi ya hiyo. Vitu vidogo sana. Okay. Poa, asante. Nashiniwahi basi tutawasiliana. Okay. Mimi ndo uncle. Mimi ndo mzaa chochote kitu. Uncle, it's over. It is over, uncle. Kwa hiyo umeinua ngoko zako kutoka humu ndani na kwenda kwa mjomba wako kumwambia maneno ambayo hayamuhusu hata kidogo. Ni mimi na wewe. Amna mume wangu. Mimi nimeenda kwa mjomba kumwelezea situation yote inayotokea humu ndani. Wala sikwenda kumwambia kwa nia mbaya. Yaani sijaenda kwa nia mbaya. Kwa hiyo unakiona wewe ulichokifanya ni kizuri. Umeenda kunivua nguo. Umeniacha uchi. Aibu ya humu ndani ni ya mimi na wewe tu. Sio mtu mwingine aweze kujua. Sasa unamwambia mjomba wako ili afanye nini? Mjomba ni mtu mzima. Kwa hiyo mimi nimempata ili kuweza kuzungumza naye. Na nimeenda tu kumwambia kuhusu ndoa yangu. Mume wangu, nahitaji ndoa yetu iwe na furaha na amani kama ilivyokuwa awali. Ila sasa hivi mume wangu umebadilika sana. Kwa mimi nikaona sina budi nikamwambie mjomba, kwa sababu yule ni mjomba, ni mtu mzima na anajua mengi. Kwa mimi naamini kwamba anaweza kukushauri kitu kizuri na ndio maana nimefuata. Ila mume wangu, kama kuna sehemu nimekosea, kwenda kumwambia mjomba, naomba unisamehe. Na kuahidi sitorudia tena. Msamaha. Kwa hiyo unajua msamaha nani? Yani bora angenambia mie mana siri anitaki bora
Unataka kufanya kitu gani rafiki yangu? Ujue hicho kitendo unachokitaka kukifanya hapo ni hatari kwa afya yako. Unataka kunywa dawa. Utoe mimi. Come on. Nikwambieje, ni mara ngapi nimeongea na wewe lakini unielewi. Umefikia hatua ya kwenda kujihatarisha maisha yako. Kwa nini? Shogangu, najua kuna unanipenda sana, lakini kila nikikaa nikifikiria kwa mwanangu atazaliwa kuwa hana baba, nazidi kuumia Nei. Tonia, kwa aibu gani unaoipata hapa mtaani? Unaishi kwa niaba ya watu? Sonia, upo hapo kwa ajili yangu na sio kwa ajili ya mtu yeyote yule. Jitazame wewe hapo. Jiangalie wewe hapo na afya yako. Huyu mtoto ni faida yako baadaye. Unayotaka kujiangamiza wewe mwenyewe. Hebu fikiria mara mbili kabla hujachukua hatua. Najua kuwa ni hatari kwa afya yangu. Ni nikafa kuliko kukabili aibu na ikabili kwa sasa. Tafadhali, nakuomba sana. Asante sana Nayana. Unajua nilikuwa nimesahau kabisa siku yangu ya kuzaliwa. Yaani bila kwa wewe na ningepita siku hivi kwa sababu hakuna mtu yote alioniwishi zaidi yako wewe. Nashukuru sana. Wala una haja ya kunishukuru kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Kwa hiyo nimefanya kitu kama ndugu kabisa. Umefanya surprise kubwa sana. Najua imekuwa ghafla zaidi na haukujipanga kwa chochote, lakini zawadi ambayo umeitoa nimefurahi sana. Hakika wewe ni rafiki bora kwangu. Nilikuwa najiuliza kwa nini Mungu amekuleta katika maisha yangu, lakini amekuleta kwa sababu. Nafurahi sana kwa uwepo wako Nayana. Furaha yako ndo furaha yangu. Na ndio maana hata nimefanya kitu kwanza sio kikubwa. Nimefanya kidogo sana. Bado nina mengi sana kukufanyia. Wewe ni rafiki yangu na ni zaidi ya rafiki kwangu. Kwa hiyo mimi sioni sababu ya kunishukuru sana wakati nimefanya kitu kidogo kabisa. Hakuna neno. Mimi nimefurahi sana, nimelizia. Ulipofanya panatosha. Mengine tutamalizia mimi mwenyewe. So unajua nimemwacha dogo nyumbani pale. Kwa mimi nataka niende nikamalizie nimfunge baada. Maana kanifunga mechi 2 mwenyewe. Sawa. Ila tu sijategemea kama mtanipokea vile. Yaani kitu kidogo tu mmenipokea kwa bashasha vile. Aya, bye. Hatimaye tumefika sasa. Umeona? Nadhani nikwambia sio mbali kwangu. Na hapa ndio napokaa. Sasa bila kuchelewesha muda, naomba tuingie ndani basi. Tuingie ndani? Ni sio rahisi hivyo pekee. Tunakutana leo. Umenitongoza leo na nataka niingie ndani. Sasa unashinda kitu gani sasa kuingia ndani? Hapana, leo haitawezekana. Umenitongoza leo na leo nataka niingie ndani. Mimi na imani kabisa. Hata mtoto mdogo akaomba kitu, huwezi kumkatalia. Hebu niangalie basi kwanza, Hivi unajisikiaje kama wewe unaomba kitu afu bila kunyima? Inakuwa ipendezi. Basi kuwa na roho ya huruma, Wakati kutoka kwa kweli zuu, Tumeshamla ng'ombe mzima bado mkia. Hivi mimi nitajisikiaje kweli? Sifanye hivyo bwana. Toba tujie basi mara moja.
Sawa. Hata hivyo leo nilikuwa sina sehemu ya kwenda. Kwa hiyo tuende. Kesho asubuhi nitaondoka nyumbani. Wale nimefurahi sana. Afu najiona kama mtu mwenye bahati. Basi okay. Ndio kuchelewesha muda na kitu wenyewe cha wengi kidogo, unajua. Kesho kamera nyingi. Pika hii. Okay. Hivi si mbuzi kafia pamoja mocha. Ndio hii. Yeah. Oh my G. Oh. Nilimwamini kamweka moyoni. Nilijua peke yangu, kumbe mapenzi hayana sira. Zimekatika siku za usoni, nateseka peke yangu, mbona mwenzenu nakosa raha? Na kama ngekuwa nitaki bora